ambaye ni Dr. Kasai, ambaye pia ni head of department ya theology. So nitampatia aseme pole, alafu nimpatie chaplain ambaye pia sasa ni chaplain wa kanisa yetu, alafu vice chancellor atafunga. Ndugu na dada katika Kristo, hamjambo. Kwa hii wakati wa maombolezo tunapenda tukumbuke kwamba kuna tumaini kwa wale wanaomwamini Kristo. Kuna ahadi Mungu ametoa kwamba karibuni atavuta machozi yetu, na tunakubali kwamba karibuni kweli atayafanya. Sisi ambao tunabaki hai tuwe na hiyo tumaini, tumchukue Kristo kama mwokozi wa kipekee, na wakati utakapowadia tutamwona ndugu yetu Peter na tutaweza kufurahi tena pamoja naye wakati Bwana wetu Yesu atakuwa amemfufua. Mungu abariki jamaa, Mungu awape nguvu, na sisi sote apate kutusaidia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baraton University kuwapa pole mke wa marehemu, watoto wa marehemu, wazazi wa marehemu, lakini na ndugu wengine wote wa marehemu. Tunawapa pole sana. Peter amekuwa sehemu ya chuo kikuu cha Baraton kwa miaka 10, na kwa hiyo anafahamika sana toka akiwa anafanya kazi, lakini pia akiwa mwanafunzi. Na wakati msiba huu ulipotokea, mimi sikuwepo, lakini niliuona kwenye mitandao na niliona mwitikio wa watu wa Baraton, wa jamii ya Baraton, ikionyesha ya kwamba Peter aliacha alama kubwa katika maisha yake alipokuwa anafanya kazi, lakini pia alipokuwa mwanafunzi katika chuo hicho kikuu. Kwa hiyo tumekuja hapa kuungana pamoja nanyi katika msiba huu, kuwapa pole na kuwapa matumaini, lakini kuomba pamoja nanyi, tukitambua ya kwamba Yesu anarudi hivi karibuni, na anaporejea Biblia inasema wale waliolala katika Kristo watafufuliwa kwanza, na ndipo wataungana na wale walioko hai ambao watabadilishwa na kupewa miili mipya, na kisha kumlaki Kristo na kwenda kuishi naye milele zote. Hilo ndio tumaini letu kama wana Baraton, lakini kama Waadventista wa Sabato, na Mungu azidi kuwafariji, na Mungu azidi kuwa pamoja nanyi, pamoja na sisi. Labda baada ya kusema hayo, ni muombe chaplain aweze kuomba mara moja. Asante. Tunaomba tusimame tukiomba tafadhali. Tunaomba tusimame tukifanya maombi. Tunaomba tusimame. Loving Father, we thank you with tears in our hearts as we mourn Peter, but we mourn him with hope. Hope of the resurrection. We now commit the family members into your hands, that Lord, you will wipe out their tears. Lord, prepare us for your soon return, where death, sickness, separation will no longer be there. Keep us faithful, and may you wipe all our tears and keep us with that hope of that morning when you will come. May your grace, your love be with us all, we pray in Jesus' name. Amen. Asanteni sana. Wale ambao wanafanya na watoto wa hii nyumba wawe tayari. Tutaanzia kura. Mahali Machi Waroya anafanya. Wakilishi kutoka kura. Kia welfare watu wetu, and a person with a big heart for the employees. Kwa hivyo tumesikia kwamba ni kama tumepoteza wakati tuliposikia ndugu yake amepotea, na tukasema kwamba ni lazima tukaweza kufika hapa. Kwa hivyo pokeeni rambirambi za management wa Saji Farm pamoja na employees. Walisema kwamba ni lazima kazi iendelee, na pia wakaweza kutuma a few representative. Kwa hivyo kwa familia, baba, mama, ndugu zake marehemu pamoja na bwana Bernard, poleni sana kwa yale aliyowapata. Na letu ni kusema kwamba maandiko inasema blessed are those who mourn, for they shall be comforted. The best comforter is the Lord God Almighty, who is able to comfort, who is able to wipe away your tears, and even to encourage you. May the Lord unite the family ya mzee. Kuna wale ambao wanatoka Saji Farm
Wamefika wakilishi? Basi huenda watafika. Tutapatia tu mtu mmoja aongee kwa niaba yenu. Mtatuhamisha. Kuna mahali